Kumekucha. Jua lilikuwa limechomoza polepole kutoka upande wa mashariki, likichanua anga kwa rangi ya dhahabu hafifu. Ndege waliruka juu wakipishana kwa vigelegele vyao vya asubuhi, kana kwamba walikuwa wanabariki mwanzo wa siku mpya. Mji mdogo uliopo pembezoni mwa jiji ulikuwa unaamka taratibu, watu wakitoka majumbani, wengine wakielekea mashambani, wengine kazini, wengine shuleni, kila mmoja akitafuta neema yake pale ilipo. Hakuna aliyedhani kuwa ndani ya dakika chache utulivu huo ungefutwa na sauti moja kali ya breki na kishindo cha chuma. Forimak Polineta simulizi. Leo tunakusogezea simulizi ya harufu ya subira, mapenzi yatandiwe na baraka. Ungana nami, mtunzi na msimuliaji wako, Ramadhani Mbudo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi hii na kuweza kupata simulizi zingine mpya zinazofuata. Katika barabara kuu iliyokatiza makazi ya watu, palikuwa na alama ya wavuka kwa miguu, yaani zebra crossing, iliyochorwa kwa rangi nyeupe iliyokuwa imeanza kufifia kwa sababu ya jua na muda. Kila asubuhi eneo hilo lilikuwa kituo cha matumaini ya watoto waliokuwa wanavuka kwenda shule salama. Asubuhi hiyo, kijana mmoja wa makamo aliyekuwa amevaa shati la mikono mifupi na suruali ya kitambaa alikuwa amesimama katikati ya barabara, mkono mmoja juu akizuia magari, mkono mwingine akiwavusha wanafunzi wadogo upande wa pili wa barabara. "Piteni haraka watoto," aliwaambia kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka ya malezi. Wakati huo huo, gari dogo aina ya Subaru Impreza ilikuwa inakuja kwa mwendo wa kasi kuliko ilivyopaswa. Ndani yake alikuwapo binti mmoja mrembo wa Kimalawi, mwanafunzi wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Alikuwa ameshika usukani kwa mikono miwili, macho yake yakiwa mbele lakini akili yake ikiwa mbali. Msongo wa mawazo ulikuwa umemzidi. Hakuona alama ya zebra crossing, hakuona mkono ulioinuliwa, hakuona watoto waliokuwa wanavuka. Kilichofuata kilikuwa sekunde chache tu, lakini sekunde ambazo zingebadilisha maisha ya watu wengi milele. Bleki. Mwili wa kijana ulirushwa pembeni. Watoto walipiga kelele na gari likasimama mita chache mbele, moshi mdogo ukifuka kutoka kwenye matairi. Binti alishuka kwa haraka, mikono ikitetemeka. Mungu wangu!" alijisemea kwa sauti iliyokatika. Punde
sipunde. Muda mfupi baadaye, gari la wagonjwa lilikuwa linapiga king'ora taratibu, likikata barabara ya vumbi kuelekea hospitali. Ndani yake Baraka Mwakasungula alikuwa amelala juu ya machela, uso wake ukiwa umejaa jasho na vumbi, mguu wa kushoto ukiwa umevimba na kuanza kubadilika rangi. Pembeni yake mwanafunzi mmoja mdogo alikuwa akilia, mkono wake ukishikwa na muuguzi. Tandiwe Moyo alikuwa amekaa kwenye kiti cha mbele cha gari la wagonjwa, macho yake yakiwa mekundu kwa kulia kupita kiasi. Mikono yake ilikuwa bado inatetemeka, na kila alipofumba macho alikuwa anaona tena mwili wa Baraka ukirushwa hewani. Nilikuwa siendi kasi, alijisemea. Nilikuwa nawaza tu. Muuguzi aliyekuwa nyuma alimtazama kwa jicho la huruma. Binti, ajali haina macho, haina roho, ila sheria ina macho, alisema kwa upole. Hospitalini daktari aliwaita wote chumbani. Yule kijana amepata fracture ya mguu wa kushoto, alisema kwa sauti ya kitaalamu. Tutamfunga POP, atakaa hivyo kwa muda kidogo. Tandiwe alishika kifua. Na yule mwanafunzi yuko salama? Ana majeraha madogo tu. Lakini daktari alisita kabla hajaendelea. Kijana mwanafunzi mmoja aliyekuwa nyuma amepata jeraha la uti wa mgongo. Ulemavu wake huenda ukawa wa kudumu. Maneno hayo yalimwangukia Tandiwe Moyo kama jiwe. Muda mfupi baadaye polisi walifika. Jina lako nani? Tandiwe Moyo. Uraia? Malawi, mwanafunzi UDOM. Askari alibadilisha uso. Tutalazimika kukupeleka kituoni, sheria ifuate mkondo wake. Tandiwe Moyo hakupinga. Alikuwa tayari amehukumiwa na dhamiri yake. Tunaishia hapa katika sehemu ya kwanza, episodi ya kwanza ya simulizi yetu mpya ya Harufu ya Subira, mapenzi ya Tandiwe na Baraka. Usikose kusubscribe, kulike na kukomenti ili kuweza kupata mwendelezo wa sehemu inayofuata.